Katika anga la siasa za kimataifa lililofunikwa na moshi na vita na maneno makali ya viongozi, ulimwengu unashuhudia sura mpya ya mvutano unaotikisa misingi ya usalama wa dunia. Kutoka Mashariki ya Kati hadi kumbi za mamlaka mjini Washington, simulizi ya nguvu, hofu na maamuzi mazito inaendelea kuandikwa kwa kasi ya ajabu. Katikati ya taharuki hiyo, mada ya usitishaji mapigano nchini Lebanon imeendelea kuwa kama mwanga hafifu gizani, ahadi ya utulivu ambayo bado haijathibitishwa kikamilifu. Wananchi wa kawaida wanabaki wakisubiri kwa hofu, wakijiuliza kama kweli silaha zitanyamaza au ni kimya cha muda tu kabla ya radi nyingine kupasuka. Wakati huo macho ya dunia yameelekezwa kwenye mlango muhimu wa mafuta duniani, mlango wa bahari wa Strait of Hormuz. Njia hii nyembamba lakini yenye uzito mkubwa katika uchumi wa dunia imegeuka kuwa kama mshipa wa uhai wa nishati ya kimataifa. Hapa kila meli inayopita ubeba si mafuta tu, bali pia matumaini au hofu ya mataifa mengi duniani. Lakini mbali na jiografia, moto halisi wa mgogoro unaonekana kuwa ndani ya mfumo wa uongozi wa kijeshi nchini Marekani. Katika hatua inayowashangaza wengi, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amemwondoa ghafla mkuu wa juu wa jeshi la Marekani Randy George katikati ya vita vinavyoendelea dhidi ya taifa la Irani. Hatua hiyo imekuja kama radi isiyotarajiwa bila maelezo rasmi, ikiacha wachambuzi wakijiuliza ikiwa ni mkakati wa siri au ishara ya misukosuko ndani ya Pentagon. Kuondolewa kwa kiongozi wa kijeshi wa kiwango hicho wakati wa vita si jambo la kawaida, ni hatua yenye uzito mkubwa wa kisiasa na kijeshi nchini Marekani. Kwa mujibu wa msemaji wa Pentagon Sean Penn, Jenerali George amestaafu mara moja, akimaliza uongozi wake uliotarajiwa kudumu kwa miaka 4. Hakuna sababu iliyotolewa na ukimya huo umeongeza zaidi sintofahamu. Hata hivyo, George hakuwa jina dogo nchini Marekani na jeshi zima la Marekani. Akiwa ni mhitimu wa West Point Military Academy, alipigana kati ya vita vya Ghuba ya kwanza na pia kushiriki operation ya nchini Iraq na Afghanistan. Uzoefu wake ulikuwa kama ngao ya heshima ndani ya jeshi la Marekani. Lakini ndani ya dunia ya kisiasa kali, hata uzoefu mkubwa hauwezi kuwa kinga ya kudumu. Tangu Rais Donald Trump arejea madarakani, kumekuwa na mfululizo wa mabadiliko makubwa ndani ya jeshi, ikiwa ni pamoja na kuondolewa kwa viongozi kadhaa wa juu kabisa. Katika nafasi iliyoachwa wazi, jina jipya limeibuka kwa kasi ya kushangaza: Christopher La Neve. Jenerali huyu ambaye miaka 2 iliyopita alikuwa na nyota 2 tu, na sasa anakalia kiti cha juu kwa muda, akionyesha kupanda kwa kasi isiyo ya kawaida katika safu ya kijeshi. Kupanda kwake kunachukuliwa na wengi kama ishara ya imani kuwa kutoka kwa excess, huku wengine wakiona ni dalili ya mabadiliko ya kimkakati inayolenga kuunda jeshi jipya lenye sura tofauti kabisa. Lakini George hakuwa peke yake. Jenerali David Odd na Meja Jenerali William Green pia wameondolewa, hatua inayopanua wigo wa mabadiliko haya makubwa ndani ya jeshi hilo. Hodini alikuwa akiongoza kitengo kipya cha mageuzi ya kijeshi, ishara kuwa hata miradi mipya haiko salama katika upepo huu wa mabadiliko. Green kwa upande mwingine alikuwa mkuu wa wachungaji wa kijeshi, nafasi yenye umuhimu wa kiroho na kisaikolojia kwa wanajeshi. Katika hatua ya kushangaza zaidi, Excess ametangaza mageuzi ya mfumo wa wachungaji wa kijeshi, akisisitiza kurejea kwa misingi ya kiimani kuliko msisitizo wa afya ya akili na self care uliokuwa umepewa uzito katika miaka ya hivi karibuni. Haya yote yanatokea wakati vita dhidi ya Irani vinazidi kupamba moto kwa Mashariki ya Kati. Wanajeshi kutoka kikosi cha anga cha 82nd Airborne wanapokelewa Mashariki ya Kati sambamba na maelfu ya wanamaji na vifaa vya kijeshi. Hata hivyo, swali kubwa linaendelea kubaki: je, Marekani itaingia vitani ardhini dhidi ya Irani? Hadi sasa hakuna jibu la wazi kutoka kwa ikulu ya White House. Katika hotuba yake ya televisheni ya kitaifa, Donald Trump aliahidi mashambulizi makali zaidi ndani ya wiki chache zijazo, akitumia lugha kali iliyotikisa ulimwengu. Kauli yake ya kuirudisha Irani enzi za mawe imeibua mjadala mkubwa wa kimataifa. Jibu kutoka Irani alikukawia kabisa. Kupitia ujumbe wao katika Umoja wa Mataifa, walijibu kwa kejeli na kwa dharau na hasira kali, wakisema kauli hiyo inaonyesha ujinga si nguvu, mwisho wa kunukuu, wakikumbusha historia yao ya zaidi ya miaka 1700 huko nyuma. Hivyo basi, dunia inajikuta katika makutano ya hatari ambapo diplomasia
inajaribu kupumua huku vita vikizidi kushika kasi. Kila uamuzi unaofanywa leo unaweza kuwa cheche ya moto mkubwa kesho. Katika kivuli cha mivutano hii, swali moja linabaki likining'inia angani. Je, haya ni maandalizi ya ushindani mkubwa au ni mwanzo wa mgogoro usio na mwisho? Dunia inatazama ikisubiri. Katika hatua nyingine, upepo wa siasa za kimataifa pale mawimbi ya bahari yanapogongana na maslahi ya mataifa makubwa, jina la OPEC linang'aa kama taa ya usiku, likiwa ishara ya nguvu ya mafuta inayoweza kuyumbisha uchumi wa dunia nzima kwa sekunde chache tu. Lakini safari hii hadithi haipo tu kwenye mapipa ya mafuta, bali pia ndani ya vyumba vya siri vya Pentagoni, ambapo uamuzi mmoja unaweza kubadili mkondo wa vita, diplomasia na hatima ya mamilioni ya watu duniani. Taarifa za ceasefire in Lebanon zimeleta pumzi ya muda kwa dunia iliyokuwa ikishuhudia makombora yakipasua anga, lakini pumzi hii ni nyembamba kama uzi wa buibui, kwani nyuma yake meli za kivita zinaendelea kuzungumza kama simba wanaonyemelea mawindo yao. Hakuna anayejua ni lini kimya hiki kitapasuka na kugeuka tena kuwa radi ya vita. Ndani ya maji yenye kina kirefu ya ghuba ya Uajemi, Strait of Hormuz inasimama kama mshipa mkuu wa dunia, mahali ambapo zaidi ya theluthi ya mafuta ya dunia hupita hapo. Hapa kila harakati ya manuari ya meli au ya Marekani au Irani inaweza kuamsha hofu ya mshtuko wa kiuchumi duniani, na kila kivuko cha tanka kinaweza kuwa mwanzo wa mgogoro mpya. Lakini wakati dunia ikiangalia nje, dhoruba nyingine ilikuwa ikiiva ndani ya nchi ya Marekani yenyewe. Habari za kuondoka kwa ghafla kwa John Felani zilipiga kama radi isiyotabirika. Hakukuwa na maelezo ya kina, hakukuwa na ishara ya awali, ni tangazo tu la ghafla lililovunja utulivu wa kisiasa na kijeshi nchini Marekani. Katika kipindi ambacho Donald Trump anaongoza muhula wake wa pili kwa mtindo mkali na wa maamuzi ya haraka, kuondoka huku kunakuwa si tu tukio la kawaida, ni sehemu ya mfululizo wa mabadiliko ya ghafla katika safu za juu za ulinzi nchini Marekani, hatua zinazoashiria mapambano ya ndani ya nguvu na mwelekeo wa sera za kijeshi. Kwa wachambuzi wa siasa, hali hii si swala la mtu mmoja kuondoka tu, ni dalili ya mapambano makubwa ya kimkakati, mapambano ya kuamua nani atashika usukani wa nguvu ya kijeshi ya taifa lenye ushawishi mkubwa duniani. Na katika wakati ambao Marekani inaweka vikwazo vya baharini dhidi ya Irani, kila uamuzi wa uongozi unakuwa na uzito wa risasi. Wakati huo Pete Hegseth, waziri wa ulinzi nchini Marekani, ameendelea kuwa mhusika mkuu katika mabadiliko haya. Pete Hegseth, waziri wa ulinzi wa Marekani, ameendelea kuwa mhusika mkuu katika mabadiliko haya kwa kufukuza majenerali na makamanda wa juu. Ameonyesha wazi kuwa utawala huu hauogopi kubadilisha mfumo wa uongozi ili kufikia malengo yake ya kijeshi na kisiasa. Ndani ya maji ya mbali, manuari za Marekani zinaendelea kuweka vizuizi dhidi ya bandari za Irani, zikilenga meli zinazohusishwa na Teherani. Hii si operation ya kawaida, ni mchezo wa nguvu unaochezwa kimya kimya, ambapo kila hatua inaweza kuchochea vita kamili. Katika nafasi ya Felani, sasa anaingia Hagi Kao, mwanajeshi mkongwe aliyejijengea kupitia vita vya Iraki, Afghanistani na Somalia. Lakini pia ni mwanasiasa mwenye msimamo mkali anayejulikana kwa kauli zake zinazochochea mjadala kuhusu mustakabali wa jeshi la Marekani. Kauli zake kuhusu alpha males na alpha female zimezua mjadala mkali, zikigusa masuala ya maadili, usawa na utambulisho ndani ya jeshi. Kwa baadhi ni ishara ya kurejesha nguvu ya kijeshi nchini Marekani. Kwa wengine ni hatua ya kurudisha nyuma maendeleo ya kijamii ndani ya taasisi za kijeshi. Katika upeo mpana wa kisiasa za kimataifa, mabadiliko haya yanaunganishwa moja kwa moja na mvutano wa nishati. Ikiwa OPEC itaamua kubadili uzalishaji na wakati huo Strait of Hormuz ikakumbwa na migogoro, dunia inaweza kushuhudia mlipuko wa bei za mafuta na kuyumba kwa uchumi wa mataifa mengi duniani. Kwa Marekani, uwepo wa wabebaji ndege watatu kama ukanda wa Mashariki ya Kati ni ujumbe wa wazi. Taifa hilo liko tayari kwa hatua yoyote. Ni onyo kwa wapinzani wake na pia ni faraja kwa washirika wake, lakini pia ni hatua inayoweza kugeuka na kugeuza kuwa moto usio dhibitika. Kwa upande wa siasa za ndani, hatua za Trump na Pete Hegseth
zinaonyesha mwelekeo wa utawala unaotaka udhibiti kamili wa jeshi bila kupinga kutoka kwa viongozi wa zamani. Hii inafungua mjadala mkubwa kuhusu usawa kati ya mamlaka ya kiraia na uhuru wa kijeshi. Kwa wataalamu wa diplomasia, hali hii ni kama kucheza mchezo wa chesi kwenye ubao unaotikiswa. Kila hoja ina athari nyingi: kiuchumi, kijeshi, lakini pia hata kisiasa, na kila kosa linaweza kugharimu maisha ya maelfu duniani. Lakini kwa wananchi wa kawaida duniani, maswali ni yale yale. Je, bei ya mafuta zitapanda? Je, vita vitapanuka? Na je, amani itaweza kudumu? Maswali haya hayana majibu rahisi katika dunia inayobadilika kwa kasi kama hii. Na hivyo hadithi hii inaendelea ikiwa imejaa mvutano, maamuzi ya ghafla na hatari zinazonyemelea gizani.